Mambo vipi? Karibu tena siku nyingine katika channel yetu 19 Chess. Naitwa Husna, nipo na mwenzangu Steve. Kabla sijaendelea, ningependa kuwakumbusha msubscribe video zetu ili mwe wa kwanza kuziona video zetu kwa haraka pale tukiwa tumezipandisha. Karibuni sana. Wiki iliyopita tuliongelea aina ya toxic people, yani aina ya tabia mbaya za watu ambazo zimejificha au zenye hila. Leo ningependa kujua mwendelezo wa tabia hizi. Steve, karibu. Asante. Kabla ya kwenda mbele na kuangalia hizi tabia nyingine, ningependa kuwakumbusha na kuwashukuru watazamaji wetu. Wiki hii nimepata mrejesho wa tuliyozungumzia wiki iliyopita. Watu wameguswa na mambo tumezungumza. Lakini mimi pia ningependa kuwaomba wanaotutazama, tunaongelea vitu vingi na vitu hivyo tunatamani mviweke kwenye matendo, yani take actions, sababu ni vitu ambavyo vipo na kila siku watu wanazidi kulalamika kwa anayoyapitia. Anafanyiwa hicho kitu, labda hiyo tabia, anaamini kwamba labda kesho haitorudia, yanaendelea kurudia. Kwa hiyo ningewaomba sana chonde waangalie ni namna gani ambavyo wanaweza wakaziweka hizo tabia kwenye matendo, wazifanyie kazi wa haya maarifa ambayo tunashare nao. Leo tunaendelea kutoka pale kama ulivyosema tulipoishia wiki iliyoisha, na tutagusa baadhi ya tabia ambazo ni za hila au ambazo zimejificha, na mara zote sisi kama binadamu tumekuwa tukizichukulia ni za kawaida, lakini zimekuwa na madhara makubwa sana kwenye maisha yetu. Na tunapoanza kuingia kwenye hizi tabia, imekuwa ni ngumu sana kwetu sisi kutoka, kwa sababu moja au nyingine inaweza kuwa umeshazama moja kwa moja kwenye ukaribu na mtu, kwa unaona ni vigumu sana, au unaweza kaanza kuona probably sio yeye, labda kuna kitu kinampelekea afanye vile, au wewe mwenyewe ukaanza kusema labda sio mimi, kuna kitu kinanipelekea nifanye hii hali. Kwa hiyo ningeenda kwenye tabia ya kwanza ambayo kwa leo ningependa kuanza nayo, na ambayo inaitwa drama magnetic. Okay. Ni kwa Kiswahili hiyo tabia inaitwa usumaku wa maigizo. Usumaku, tabia ya usumaku wa maigizo. Hii tabia inakuwa vipi? Kwanza, hawa watu unapokutana nao wanakuwa ni watu ambao wanasisimua. Unapokutana nao kwa mara ya kwanza, unafahamu mtu ambaye ni dramatic, yani ana tabia ya kuchangamsha. Drama au kwa mfano kama sisi labda wanawake, kila siku anakuja anaombea labda kwa hiyo hawa watu wana nguvu ambazo sio za kawaida. Alafu siku zote hawakosi stories za kukuambia. Yani kila siku mnapokutana hawa watu wanakuwa wana story ambazo wanaweza kukuambia. Lakini pia wanakuwa na tabia wanakuwa na tabia, wanaonekana ni watu wenye akili. Tabia zao zinaonekana watu wenye akili at some point. Lakini pia wana tabia pia ya kuwa ni watu ambao wanafurahisha. Yani ukiwa nao karibu, they have fun. They are entertaining. Lakini they have fun kwa sababu ya zile drama wanazofanya. Inawezekana labda zile drama wanazofanya kwa sababu wanamfanyia mtu mwingine, kwako ikawa ni kiburudisho. Kwa sababu anamfanyia yule, labda anakwambia yule mtu labda amenifanyia hichi na hichi, ngoja nitamuonyesha, au akaanza kumsema, au akaanza kuexpose taarifa zake, akaeleza ile ana tabia hii mbaya, tabia hii mbaya, tabia hii mbaya. Wewe itakuwa inakufurahisha kwa sababu haikugusi wewe, unaona ni fun. Lakini sasa paka pale ambapo zile tabia drama zake atakapoanza kukugeuzia wewe, ndio utakaanza kuona kwamba kumbe alichukua anakifanya kwa yule mtu mwingine kina uchungu kiasi gani. Kwa hivyo ni moja ya tabia zao. Lakini hawa watu hivi vitu wanavitoa wapi? Wakiwa wadogo, umri mdogo,
wazazi wao wanaweza kawa hawana muda na wao. Kwa wanaanza kujifunza njia rahisi na nzuri ya kupata upendo na attention kutoka kwa wazazi ambao utadumu muda mrefu. Ni kutengeneza matatizo na changamoto ambazo zitawafanya wazazi wao wawe engaged na wao. Ili kupata attention. Kuwa engaged na wao kwa muda mrefu emotionally. Unakuta labda mtoto yeye kila siku akirudi kutoka shule amepigana na wenzake. Kwa mzazi nifanye nini? Sasa ile wewe unavyofikiria vile, unavyo take attention kwake, yeye ndo anaona ni upendo. Yeye ndo anaona ni inavyotakiwa kuwa. Lakini kumbe aina hii ya tabia inajizika ndani yake bila yeye mwenyewe kujua. Unajua mtoto anapokuwa mdogo anakuwa hana maamuzi sahihi. Anajua anachokifanya, lakini maamuzi sahihi kwa kile anachokifanya anakuwa hana. Sasa baada ya kitambo kupita, hii inakuwa tabia yake. Akifanya mara ya kwanza akaona inafanya kazi, akafanya mara ya pili anaona inafanya kazi. Sasa hii inakuwa tabia yake, inakuwa habit yake. Kwa anaona hii ndio njia pekee ambayo inamfanya aishi na watu wamuhitaji. Kupitia zile drama ambazo yeye anazifanya. Anaamini ndio njia pekee ya kumfanya yeye aonekane anaishi na anapendwa. Kwa baada ya kufanya hizi drama over certain time na nini inakuwa tabia yake. Sasa baada ya ukija kuchunguza maisha ya huyu mtu, utakuja kugundua kwamba hichi kitu yani ni compulsive, kinamlazimisha afanye hivyo. Sio kwamba anapenda, but kwa sababu ile tabia imejizika, inatokea yeye anapenda kufanya hivyo. Lakini ukienda mbali zaidi, unapozidi kuwa naye karibu, utakuja kugundua ni kitu ambacho nasema kina yani yeye hawezi kuishi bila ya ugomvi. Yani unajua sisi wa binadamu wa kawaida tunajitahidi sana kuepuka ugomvi, lakini wao wanaonekana ni watu wako comfortable na hayo maisha. Maisha ya ugomvi, maisha ya drama. Wanapenda hicho kitu. Yani yeye akiishi bila kugombana na mtu hajisikii furaha. Au amekuona umekaa zako huko, yani umekaa zako na amani, anakuchokonoa tu. Yani wanapenda maisha hivyo, yani kuchokonoe na wewe yani mrushiane hizo drama. Kwa hiyo yani yeye anakuwa sasa amepata activity ya kufanya. Kwa hivyo pale unavyomjibu ukirespond kwenye hiyo negativity yake ndo anapata release. Sasa pale ndo anapata relief, na hawawezi kuishi bila kufanya hivyo mara nyingi. Na ukienda mbali zaidi, unavyokuwa kwenye maisha yake utaanza kusikia hadithi zinazohusu maisha yake ambazo haziishi mabishano, haziishi mivutano kwenye maisha yake. Na siku zote hii mivutano na mabishano anakuwa anayafanya. Mara zote ni wajanja sana hawa watu. Wanajiweka kwenye position ambayo yeye ataonekana kama ndio anaonewa. Siku zote yeye ndo anaanzisha maneno au yeye ndo anaanzisha ugomvi. Alafu yeye anajiweka kwenye nafasi ambayo wewe ukijibu, sababu amekufanya wewe umepanic. Kwa hiyo ukijibu unaonekana wewe ndio anajifanya ni victim, afu wewe ndo mtu mbaya. Wewe ni mkorofi. Kwa hiyo unajikuta wewe umeingia kwenye mtego wake wa kukufanya wewe ni mkorofi. Wewe uonekane na jamii mtu usiyefaa. Yani umenikumbusha kitu. Actually sio muda mrefu. Nilikuwa kwenye situation ambayo nilijitenga na watu wa aina fulani kwa sababu wako wana hizo character. Yani ni watu ambao wanapenda drama. Of course nilikuwa na focus, kuna vitu vyangu nina focus kuvifanya mpaka muda huu. Kwa hiyo kwa muda huu nilikuwa yani kwa tangu kipindi hicho nahitaji concentration nzuri. Unajua tena ili kama nataka kufanya kitu kizuri inabidi akili yako iwe kwenye utulivu. Kwa hiyo nikaamua kujitenga na hiyo situation. Yes. Just for my mental health, ili niweze kufocus kwenye vitu muhimu. Sasa siku nimekaa zangu tena, niko nafanya something productive. Nimekaa zangu niko very busy nawaza positivity. Nashangaa messages zimeingia. Mtu hapo yani kwa sababu nimekuwa quiet,
nimejidistance na drama hizo. Yani mtu kwa sasa ndo ameaibuka, akaniandikia message, wewe una kiburi, you're toxic, yani ni kama anataka kugombana. Bahati nzuri nikamjibu tu kwa hekima na busara tu, nikamwambia okay, basi samani, nikamwambia pia asante kwa ushauri, lakini alirusha maneno yani ya kutaka kunifanya nijisikie vibaya tu. Kwa sababu yeye amekosa ile attention kwangu. Kwa hiyo nilivyoongea hapo umenikumbusha kwamba kuna aina ya watu kama hao, yani wakikuona umetulia anakuchokonoa ili na wewe respond kwake. Sasa hivi inatokeaje? Inatokea nini? Pale unapokuwa haujampa hiyo concentration, respond ambayo anaitaka yeye. Yani kwa upande mmoja inamuumiza kwa sababu unajua chochote kile tunachokifanya sisi tunategemea matokeo. Yani ukienda shambani kulima unategemea yale mazao yavune baadaye. Kwa hiyo amekurushia hayo maneno, anachotaka ni urespond kwenye hayo maneno ili sasa iwe dramatic. Na ukirespond manake yeye atayachukulia yale, unaweza kumtukana, unaweza kugombana naye. Kwa hiyo atayachukua sasa, anasema unaona huyu mtu mbaya. Yes. Umeona? Kwa hiyo ni muhimu sana kujua kwamba watu, yani siku zote ushauri, ukiona mtu amekuja kwako anakuchokonoa na unaona kabisa sasa tunakuelekea hapa utatokea ugomvi, jibu rahisi la kumwambia huyo mtu, kama mnaongea face to face au mnaongea kwenye simu, wewe mwambie tunaona kwa sasa haupo sawa. Ukikaa sawa nitafute tuongee. Utapunguza hiyo tension. Yani it's sad kwa sababu mtu anakuwa anakuchokonoa. Kwa hiyo yani mtu inabidi ujifunze sana jinsi ya kuwa na hekima. Kwa sababu kwa mfano kama mimi huyo mtu, yani hapo tu nimesema na kiburi lakini kaongea mambo mengi. Yani ni actually aliandika paragraph refu kasa huyu mtu ametoka na hizi hasira wapi? Wakati mtu uko zako tu unafanya vitu positive. Akaniambia by the way tena akataka ile conversation ilionyesha alikuwa anataka niandike kitu ambacho atatumia against me. Bahati nzuri nilikuwa nimeshagundua hicho kitu. Wewe mbaya, kwanza sisi watu wengine tunakuchukia, hicho kikundi cha watu wengine ambao wako pia karibu na mimi. Tunakuchukia, una kiburi nini. Kwanza ukipata shida ni mtu tayari anakuombea nini? Yani anataka tu yani wewe ni mtu mbaya, yani anakupa sasa. Ndio nimesema yani ukija kufuatilia story ya maisha yao, wanapenda mabishano. Yani kuna vitu ambavyo si lazima kubishana. Yes. Lakini yeye atataka mabishano. Yes, of course mimi nikaona tu huyo obviously ana matatizo, huenda ana stress zake anataka kurelease kwa. So stress. Yani hii ni tabia ambayo imejijenga. Yani tabia yake ni huyo drama magnet. Okay. Kwa hiyo anatafuta nani leo nigombane naye. Nani leo nimuonyeshe drama. Kwa mtu kwa leo anaamka na sana. Kumbuka nimesema hapa nyuma kidogo kwamba sisi wa binadamu wa kawaida huwa kwa kawaida tunanyong'onyea tukipata migongano. Lakini watu wa namna hiyo, drama magnet, wao wanataka hiyo migongano. Okay. Yani ile mivutano, mizozano kwake ndio sasa ndo maisha. Mimi nakumbukaga kuna baadhi ya unakutana kwenye mitandao na baadhi ya clip. Kuna mama mmoja niliona anasema hii kwenye maisha yake anaomba mtoto wake wa kiume apate mwanamke ambaye anapenda kuleta mizozo kwenye jamii. Yaani anapenda, sababu anaamini jamii ndio inakuwa imechangamka. Yaani anasema kupitia ile mivutano kwenye jamii, yeye ndo anaona jamii imechangamka. Yaani shari. Anapenda shari. Kwa hiyo hizo ni tabia, na hizo tabia ukisipozijua maana yake ni rahisi wewe kuingia kwenye mitego yao na maisha yako ukaanza kuwa stressful. Na mimi nakwambia usipende kubishana na watu wa namna hii. Ukishagundua mtu ni wa namna hiyo, njia rahisi ya kuchukua ni kujitenga na huyo mtu. Okay. Ukanae mbali. Sababu atakuharibia kama kuna kitu ulikuwa unafanya ukaacha. Akakuingiza kwenye mawazo. Wewe unahisi ni kwa sababu anakuonea wivu, lakini yeye anapenda drama. Okay. Ugomvi. Yeye ni drama, hizi ndio kwake ndo maisha. Umeona? Na siku zote kwa nini wanafanya haya yote?
anafanya hivi ili akuweke kwenye hiyo hali, ndo anajisikia vizuri. Na yani akuweke wewe ukasirike. Yes, kwenye hiyo drama, anakuvuta kwenye hiyo. Sasa kwa mfano kama mimi nilivyomjibu vile, yeye inakuwa anapata effect gani? Yes, ndo kama nilivyosema, anajisikia vibaya. Aha. Kwa sababu kila alichokuwa anakitaka hakipati. Maana yake atahama kwako sasa. Anaenda kwa mtu atatafuta mwingine. mtu mwingine. Okay. Na hawa watu wanaenda mbali zaidi. Ukifanikiwa kukaa nao karibu, kama ile drama zake anawafanyia watu wengine, and then wewe unaona ni sawa, unafurahia hizo drama na nini. Na mara zote huyu mtu atakudhuru. Akisha kudhuru kwenye hizo drama zake, baadaye kwa sababu alishakuzoesha, ushakuwa habiti yako na umeingia kwenye hizo drama, atakudhuru, utasema mimi nakaa naye mbali huyu mtu, mimi sitaki. Over a short period of time utasahau. Ukishasahau utarudiana naye. Si umeelewa? Kwa hiyo utakao kila ukimkosa niko na fulani bwana hapa, ikikuwa na kuna zile tabia alizo kwa attract na sikumbuka. So alizo kwa attract drama zake. Okay. Kuna mtu anaweza akakukera, ukasema ngopo fulani hapa ningenisaidia, tungemnyosha huyo. Yes. Kwa unaanza kummiss yule mtu. Lakini by the way, madhara yeye kuwa naye karibu ni makubwa kuliko hiyo kuwa naye bali kuwa naye mbali itakupa relief, itakuondolea migogoro ambayo ina maana kwenye maisha yako. Kwa hiyo the best way ukishamgundua mtu wa namna hii, cha kwanza ambacho unaweza kukifanya kwanza ni kumwelimisha. Kumwelimisha kama atakubali kuelimishika, lakini kama hatakubali kuelimishika, usikaa naye karibu. Atakuletea shida kwenye maisha yako. Okay. Kwa their only means of life is through confrontation. Migogoro. Wao ndo the only way ya kuishi. Mimi nakupa mfano wa kuna familia moja ambayo katika ile familia kuna hiyo familia ina ndugu. Kwa ndugu karibia 10. Katika wale ndugu 10, mwanzoni mwa maisha yao waliishi vizuri kwa kupendana sana. Wakasaidiana. Yani sababu huyo kulikuwa na kaka huyo mkubwa, yeye ndo alikuwa anawachukua wadogo zake anawasomesha. Ndio sababu unajua wazee wa zamani walikuwa wanazaa watoto wengi. Lakini after huyu kaka huyo mkubwa akapata mke. Alipopata mke, yule mke ni drama magnet. Akaanza kutengeneza migongano baina ya wale ndugu. Ikaingia na sasa akapata nafasi. Sasa kwa mwanzo kwa sababu walikuwa hawajamfahamu, wakawa wanampa nafasi. Akasababisha ile familia ikiingia kwenye migogoro mikubwa. Na imepelekea mpaka sasa hivi wale ndugu hawaongei vizuri kwa sababu ya yeye alileta migogoro. Umeona? Kwa sababu anakuambia ukakufanyia hivi, na ukikaa ukiangalia unaona probably kweli, kwa sababu kuna hichi kilitokea. Inaweza kama mtu alifanya bahati mbaya, lakini yeye anakuaminisha kwamba drama akaleta migogoro baina huyu na huyu mpaka sasa hivi ndugu hawaelewani. Kwa hiyo ndo hapo satisfaction. Yeye ndo anafeel satisfaction. Akiona ndugu anataka kukaa pamoja, atatafuta namna yoyote ile awalete wagongane. Wakishagongana yeye ndo anafeel okay. Anapenda hivyo, anapenda maisha hivyo. Unajua sometimes unaweza kusema hawa watu labda wachawi au washirikina, lakini si kweli. Ni the way wanakuwa satisfied wakiona watu hawaelewani. Kwa hiyo ni muhimu kuchukua tahadhari na kujikinga na hawa watu. Tabia ya pili ambayo kwa leo tunaenda kuigusia ni the big talker. Au wale watu wanaozungumza sana. Ni tabia ambayo dalili yake ya kwanza ambayo unaweza ukaiona, hawa watu ukikutana nao kwa mara ya kwanza wanakuwa na mawazo mazuri sana. Na mawazo mazuri ndani yake utakuta na project ambazo wanazifikiria. Kwa hiyo ukikutana na huyu mtu ile idea yake anakupa na zile project anazokupa, unaanza kuona huyu mtu ni potential. Unaweza ukaanza kuona huyu mtu anafaa kwa wewe kufanya naye kazi. Kwa hiyo unakuta unavutiwa na idea zake na mawazo yake.
Na ukivutiwa nini kinatokea? Maanake utaanza kuona kwamba huyu mtu anahitaji msaada, anahitaji backup. Inaweza ikawa backup ya msaada wa kuiboresha ile idea yake, au inaweza ikawa backup ya kumsaidia kifedha. Lakini kabla hujaanza naye huyu mtu kufanya naye chochote, rudi nyuma, tizama, mpime. Je, kwenye maisha yake kuna ishara yoyote ya kitu ambacho alishawahi kukifanya? Kuna chochote alishawahi kukiproduce ambayo unaweza ukakiona au unaweza ukakishika? Unabidi ufanye hicho kitu. Hawa watu ukikutana nao dalili yao nyingine, unaweza ukawachukulia poa, usiwachukulie kwa umakini. Unaweza ukawachukulia ni watu wa kawaida, lakini nikwambie, hawa watu wanaweza wakakutia ukichaa au wakakupotezea muda wako wa thamani, kwa sababu vile vitu ambavyo wanakueleza in paper vinaonekana ni vizuri, lakini ukija kwenye utekelezaji vitu havitekelezeki. Kwa ni muhimu sana sisi kama watu inabidi tuwafahamu hii tabia. Kwa ukikutana na huyu mtu jitahidi sana usiingie, kwa sababu atakusababisha wewe upate ukichaa. Na hawa watu kwa kawaida hawaeleweki. Hawaeleweki kwa sababu wiki hii hapa atakuja na idea labda kufuga kuku. Wiki ijayo anaweza akaja na idea ya kufuga mbuzi. Hawaeleweki. Au anaweza kabadilisha kabisa field hiyo, akaja na biashara ya kuku, afu wiki ijayo akaja na biashara ya kuuza maji. Kwa hiyo utakuta hawa watu hawaeleweki. Kwa hiyo ukishaanza kuona mtu anakuja wiki hii anakuambia tufanye hivi, wiki ijayo anatufanye, hata kama idea ni moja anayo au project ni moja, wiki hii anakuja anakuambia tuifanye hivi, wiki ijayo anakuja anakuambia tuifanye vile. Kwa hiyo ni vizuri kwanza kurecognize hiyo sign ya namna hiyo. Tabia nyingine ambayo utaiona kwenye hawa watu, wanakuwa na pande mbili. Upande wa kwanza, hawa watu mara zote wanaogopa kuwekeza nguvu au kuchukua majukumu ya kuzitafsiri zile idea zao kwenye matendo. Yaani anakuwa na wazo zuri, analifikiria, lakini kwenda kulitranslate kuja kuwa kitu, huyo mtu hawezi kufanya. Anaogopa kufanya risk. Sasa on other hand, huyu mtu anakuwa anapenda nguvu, anapenda na attention. Sasa huyu mtu sasa, mara kwanza nimekwambia anakuwa ana mawazo, lakini anaogopa kuyatekeleza. Upande wa pili, huyu mtu anakuwa na tamaa ya nguvu, sababu ile idea yake itampa kitu. Kwa hizo pande mbili sasa. Kwa hiyo manake sasa kadri muda unavyoenda, siku zote wasiwasi, ule upande wenye wasiwasi ndio utamwingia, ambao mara nyingi ni upande wa effort. Manake si ili idea siko nayo ili puti ionekane, manake lazima uweke effort na responsibility. Alafu kunapenda power, manake ndio ile unaongea, una present vizuri, unaelezea watu vizuri. Mwisho wa siku utakuta ule upande ambao ni wa power na attention ndio mara nyingi huwa unashinda. Anashindwa kutekeleza ile idea yake. Mara nyingi ule upande wa wasiwasi mara zote ndio huwa unashinda. Na siku zote hawa watu kwenye maisha yao ukiwachunguza, hawajai kuanza kitu wakakimaliza. Anafanya kitu, akiona kinamshinda anakimbia. Hajifunzi kutokana na ile process ya leta. So, ili ujifunze kufanya kitu ni lazima uingie ukakifanya. Na unapopata failures ndio unapojifunza namna gani next time uimprove ili uende mbele. Sasa huyu mtu hataki hicho kitu. Huyu mtu yeye muda wake mwingi akishapata changamoto kama hizo anakimbia badala ya kufanyia marekebisho ili aende mbele. Kwa hiyo kama huyo mtu mmepanga mfanye project pamoja, mmefanya labda kama miezi 6, amefika katikati anaona kuna uoga wa kufanya kitu fulani, anaingia mitini. Mara nyingi anakimbia. Hapendi kuwajibika, hapendi kuweka jitihada zake kwenye kufanya kitu. Unajua ili project uifanye au idea uifanye itokee, lazima uwekeze jitihada na ukubali kuchukua majukumu. Usikimbie, sababu hakuna kitu ambacho ni kirahisi. Umeona
Alafu baada siku zote akisha feli huwa anatafuta kitu cha kujifichia. Hasa ukishakuwa mtu wake wa karibu. Anaweza akakueleza bana, sababu yangu mimi hichi kitu kushindikana ni hichi na hichi na hichi. Na utagundua hivyo kwa sababu siku zote huyu mtu ameshaona amelikoroga. Mara zote atatafuta sababu ya kuikimbia. Sababu zote anakwambia labda, anaweza akakwambia labda ile idea yangu ambayo nilikuwa nayo watu walishindwa kunielewa, au labda kuna bahati mbaya imetokea. Au akiona kabisa ile idea ni kubwa na ni ngumu, huwa anamtafuta mtu afanye ile idea yake kwa niaba yake. And then ikiharibika ile idea, anamlaumu yule mtu kwamba nimekupa hela, nimekupa idea, lakini umeharibu ile kazi, kwa sababu yeye alishindwa kuitekeleza, alishindwa kuifanya. Umeona? Sasa huyu mtu kwa hii hali inatengenezwaje au inakuwaje? Huyu mtu akiwa mtoto, kwanza anakuwa na wazazi ambao hawaeleweki, hawana misimamo. Yani leo iko hivi, kesho iko vile. Leo iko hivi, kesho iko vile. Na huyu mtoto huwa anaadhibiwa even kwa kosa dogo ambalo amelifanya. Mzazi anashindwa kumuelewa mtoto. Kwa hiyo kosa lolote mtoto anafanya, hata likiwa dogo kiasi gani, mzazi atatumia kumwadhibu. Na sasa inatengeneza hali gani? Inatengeneza hali ya kutokujiamini. Mpaka anakuwa mtu mzima hawezi tena kujiamini. Yeye anakuwa anaogopa kufanya, kwa sababu anakumbuka ile hali ya kule nyuma. Unakuta mtoto labda ameletewa saa, ameifungua imeharibika. Mzazi badala ya kugundua kwamba huyu mtoto wangu anajifunza ajue kutengeneza saa, mzazi anakuwa mkali, anamzuia, anamwambia anaharibu. Au kama anaimba muziki, anashindwa kumgani vizuri ili ajawe mwanamuziki mzuri. Unakuta yule mtoto anakuwa mwoga. Akiwa mkubwa, kila akitaka kuingia kwenye muziki anaona mzazi wangu mimi alishanikataza au alishaniambia hichi ni kitu kibaya. Kwa hiyo inapelekea hiyo hali ya wasiwasi, hali ya uoga. Mtu anajijengea hali ya kuogopa ndani yake. Anakuwa hawezi kufanya chochote. Yeye anategemea watu wengine ndio wafanye kwa niaba yake. Umeona? Kwa sababu yeye tayari alishatengenezewa uoga. Dalili nyingine ambayo utaiona kutoka kwa huyu mtu, siku zote anaogopa kufanya jambo kwa sababu ni muoga wa criticism na judgment. Kwa hiyo siku zote atatafuta namna akimbie hiyo hali. Atatafuta namna yeye kujificha, akimbie. Na anajificha kwenye namna gani? Hawa watu mara nyingi wanajifunza kuongea vizuri. Kama ni idea yake alipangilia, anaandaa maneno, akikushawishi, akikuelezea, yani unasema sasa this is a good idea. Kwa mfano kuna wale watu wanakujaga wale wanaitoga ile tree, ile biashara ya tree. Anakwambia wewe ukiingia unamleta mtu mwingine na mtu mwingine anamleta mtu mwingine, anakwambia kwa wiki unaweza kutengeneza 300,000. Lakini ukija into practical ile biashara huwezi kuona, maana yake wewe ndio unampelekea yeye. Sasa mimi nafananishaga hii tabia na watu wa namna hii. Wale ni the big talker. Yaani mara zote anakwambia maneno mazuri, lakini when it comes to practically hiyo kitu is not applicable. Kwa wanajifunzaga namna nzuri ya kukushawishi. Anajifunza namna nzuri ya kuimpress watu. Lakini ukimuita yule mtu ukamwambia sasa ana hichi kitu ulichonielezea, njoo tukifanye, hayupo, anakimbia, hataki kuwajibika. Kwa hiyo ukishaanza kuona mtu ana dalili hizo ambazo nimezitaja, maana yake huyu mtu yani mara nyingi unabidi uachane naye kwenye masuala ya kufanya kazi. Kwa sababu atakuwa na maneno mengi, lakini when it comes to productivity, hana productivity nzuri. Umeona? Mimi nakupa mfano kadhaa hapo, naweza nikakupa. Mfano kwanza ni watu wengi sana ukikaa ukawasikiliza aidha kwenye mitandao ya kijamii au vijiweni, tunaambia tulime matikiti. Na matikiti yanalipa. Kwa hiyo ukilima matikiti eka moja utapata labda milioni 2 na nini. Lakini ukija practically kufanya ile biashara, unakuja unagundua kwamba kuna vitu vingine zaidi. Inawezekana kipindi hicho unapeleka matikiti mengi yako sokoni. Inawezekana tena labda msimu wa baridi kwa matikiti hayatumiki sana. Lakini ukikuwa maana yake unaenda practically, unajua umeshawishiwa na mtu ambaye ameshafanya hicho kitu, ni rahisi kwako wewe kujua kwamba hii idea huyu mtu ananipa ni
nzuri sana. Lakini mara zote hawa watu nimeshasema wanashawishi, kwa hiyo ni rahisi kushawishika. Mfano mzuri Sky yule wa SNS. Anasema kipindi wakati anaanza SNS alikuja mtu akamshawishi kwamba wapange sehemu nzuri, waajiri watu, wafanye branding nzuri ili wavutie wawekezaji au wavute watu waje kutoa pesa. Lakini wakati Sky ameshafanya mchakato, ameajiri watu na nini, amefanya branding na nini, akaja akagundua kwamba yule mtu alikuwa anazungumza kitu ambacho yeye mwenyewe hajawahi kufanya. Idea yake ilikuwa inaonyesha ni nzuri, lakini inapokuja kwenye kuitekeleza haitekelezeki. Mwisho wa siku akajikuta Sky anaingiza gharama za kuwalipa watu, kununulia chakula, kulipia kodi, na ikamfanya mpaka akawa stressed. Umeona, ikamfanya akajisikia hali ya sonona ikataka kumpata. Kwa hiyo ni vizuri sana kuwatambua watu. Lakini pia mimi niwape tahadhari watu, kuna tofauti kati ya maoni na ushauri. Maoni ni kile mtu anakuambia kitu kwa sababu amekisoma au amekisikia mahali, lakini hajakifanya yeye mwenyewe. Kwa ile challenge ambazo ziko ndani ya kile kitu kukifanya, yeye hakifahamu. Yeye anaelezea kutokana na nadharia, lakini practically haiko hivyo. Ndio nikupa mfano wa matikiti. Mtu anaweza akwambia matikiti ukifanya hivi utapata, lakini mwisho wa siku unakuja kugundua alichokueleza sicho sawa. Lakini ushauri ni yule mtu tayari alishakifanya. Kwa anapokuja put into practical, unakuja unagundua kwamba hichi kitu kumbe anakwambia sasa kuna ukilima msimu huu na huu biashara hii haiende. Au labda kabla ya kulima naomba wasiliana na wakulima wa maeneo mbalimbali. Unajua amelima au hajalima. Kama hajalima unaweza ukalima ili ukute soko demand yake ni kubwa. Na siku zote unajua demand inapokuwa kubwa ndivyo faida inavyozidi kuwa kubwa, sababu unauza kwa bei kubwa. Umeona? Kwa hiyo ni vizuri sisi tuwajue watu wa namna hii, tuwajue walivyo na tuwaepuke pale inapowezekana, kwa sababu watatuingiza kwenye hasara. Watatusababisha tupoteze muda wetu wa thamani. Watatufanya sisi tuharibu future yetu. Unajua mtu akipotezea muda wako kwa miezi 6 au ngapi, inaumiza kwa kiasi fulani. Mimi ni mmoja wa watu ambao ni wahanga wa hii hali. Kuna kipindi kimoja walikuja jamaa wawili wakasema kuna project wanataka tufanye. Ile project kwa inahitaji utulivu. Kwa tukapeana mimi na wale watu miezi karibia 6. Twende tu draft, tuangalie tunaifanyaje na nini. Umeona, kwa tuka draft, tukaja kila mtu akaja na pendekezo yake, tukaanza kufanya utafiti. Sasa ilipokuja kwenye in terms of applications, kuiapply sasa ile project ifanye kazi, wale jamaa wakakimbia. Kwa sababu gani? Walianza kuona ule ugumu wa kuifanya ile kazi. Kwa sababu tulishaanza kuiweka into actions. Umeona? Kwa hiyo akaona ugumu akakimbia. Wakaona haiwezekani. Lakini mimi nilifanya na nakumbuka ilikuwa na matokeo mazuri. Kwa hiyo hawa watu wana mawazo mazuri, lakini haya mawazo yao ni kuwa nayo makini. Yanaweza akafanya kazi, lakini mara nyingi mimi nashauri watu usijihusishe na watu wa namna hii. Wanaweza wakakuingiza kwenye shida ambayo ulikuwa wewe mwenyewe hujaidhania wala kuifikiria. Tabia ya 3 ni sexualizer. Hawa watu ukiwaona kwa mara ya kwanza wanapenda ngono, yani kuliko hata wewe unavyodhani. Yani wanapenda hivi, yani na hawawezi kujizuia. Ukaona ana yule leo, ana yule. Umeona, ndo wanaonekana. Dalili yao kwanza inaonekana hivyo. Wanapenda sana ngono. Dalili yao ya pili, kitu kingine cha pili ambacho kitakuonyesha kwamba hawa watu ni sexualizer au wapenda ngono, mara nyingi wanapenda kuchanganya kazi na raha, pleasure. Wanapenda kama mtu kazini anapenda kufanya kazi kidogo, anapenda kuenjoy, huyo mtu ujue anapenda sana, hapendi sana kutoili kufanyaje, ujue huyo ni ana hiyo element ya sexualizer. Unaweza kwa sababu huko naye karibu usione hiyo tabia. Unaona okay, he's cool au she's cool. Lakini kumbe ana zaidi hapo. Lakini pia hawa watu wana mtendo wa kumomonyoa ile mipaka ambayo mtu amemwekea taratibu. Na wewe utajikuta umeingia kwenye mtego wake bila kujitambua. Hisi tu ni labda ni ndo alivyo, anapenda kusaidia watu. Unakuta labda kama ni mwanaume
anakutoa lunchi au anakupa vizawadi, tips, anakununulia zawadi. Kama ni nyumbani anakuletea kitu, kama una watoto anawaletea zawadi, anakuulizia na nini. Wewe unahisi he's a gentleman, lakini kumbe yeye kuna kitu chake ambacho amekilenga. Kama ni mtaani, labda wewe unaenda kazini, anakupa lifti asubuhi kila siku, afa anajua kabisa muda wako kutoka ni muda gani, kwa maana yeye muda huo ndo anatoka. Kwa hiyo una sasa jamaa roho nzuri, anasaidia, yuko vizuri, lakini kumbe mwenzako una kitu anakitafuta. Kama ni mwanamke, utaona unasema she's charming, amechangamka, anapenda kukaa na wewe, akikuona anafurahi, lakini kumbe ndani yake ana ajenda ambayo yeye anayo. Kwa ukiona dalili ya mtu kama hivyo, yani anapenda sana kuwa karibu sana na watu, anapenda hivyo, anza kuona hii dalili sio nzuri. Huyu mtu ende kawa ana ajenda. So kila mtu yuko hivyo, anambaye yuko hivyo, no, simanishi ana ajenda yake nyingine tu. Inawezekana na sababu nyingine. Lakini mara nyingi watu sexualize wanakuwa wana hiyo tabia. Sasa hii tabia inatokana na nini? Au nini kinasababisha? Kisababishi chake nini? Hawa watu kipindi wakiwa watoto wadogo, kunaweza kukawa na probability walikuwa sexual abuse. Walikuwa sexual abuse kwenye namna ipi? Inaweza ikawa moja kwa moja, yani kwa kufanya kile kitendo, au inaweza ikawa psychologically. Na inakuwaje sasa? Inaweza ikawa ni mtu wa karibu au ni mzazi, either kwa kukuangalia au kukushika in the way ambayo ni ya hila, ambayo inaashiria masuala ya sex. Kwa ile ndani yako ile inakudestroy, unakuwa nayo. Kwa unakuta kama ni mwanaume akiwa mkubwa, anakuwa anapenda kuwa na wanawake hapa pale, au akiwa mwanamke huyu miezi 2-3, anaweza kwambia nimemchoka, anatafuta mwingine. Hivyo hawezi kutulia na mwanamke mmoja miaka 3-4, au mwambie mwezi apitishe hata miezi 2 bila kulala na wanawake tofauti. Kwake hiyo haipo. Yeye kwake anajisikia fahari pale ambapo akilala na wanawake tofauti. Kwa mwanamke anaweza akawa anatamani kulala na wanaume wa marafiki zake, au anatamani kulala na mwanaume ambaye yuko kwenye ndoa. Yeye anatamani tu hivyo. Yaani anatamani kuvuruga. Sasa ile pale ndo inakuwa hivyo, inatokea namna hiyo, inamkuta. Sasa hichi kitu maana yake ni tabia ambayo sababu ametoka nayo utotoni, imezikwa ndani yake tokea utotoni. Na kama imezikwa ndani yake, ni kitu ambacho hawezi kucontrol, kwa sababu kinatoka on the dark place. Sio kitu ambacho yeye anaweza kukiona. Kwa mwisho wa siku sasa, kama sio kitu ambacho anaweza kucontrol, maana yake huyu mtu, yeye kila mahusiano anayokuja mbele yake, kila mtu anayekuja mbele yake, yeye anaona ni sex. Yaani kila anayemuona anakuja mbele yake. Labda ofisini amekuja mfanyakazi mgeni, yanachowaza ni ngono. Kama ni mwanamke amekutana na mume wa rafiki yake, hii ni ananitaka. Atakuwa ananitaka tu. Au kama anataka, basi atamwekea mitego ili muone anarudi kwenye mitego yake. Unaona? Kwa ndio hivyo, yani every relationship anayoform, yeye anatengeneza kwa ajili ya sex. Yani aim yake kubwa ni sex. Kama ni mfanyakazi mpya amekuja ofisini, kumwona yuko naye karibu tu. Kama ni kwenye biashara, akikutana na mtu mwanamke labda kwenye biashara, anataka afanye biashara, anamuuzia labda viatu, yeye anamtaka yule mwanamke. Yani chochote, mahusiano yoyote ya kibiashara, even hata kama kanisani au msikitini, yeye anasexualize. The same pia kwa mwanamke. Kila mwanaume anakutana naye ambaye anaona vipi, na yeye anaona kila mwanaume anamtaka, kila mwanaume anakuwa na hiyo mentality. Sasa hawa watu wanapokuwa wadogo, wanapokuwa katika umri mdogo, umri wa ujana, maisha yao haya wanayatumia sana. Maisha yao unaweza kuona ni mazuri, ya furaha na nini, na maisha yao umri wao ujana wanawekeza sana kwenye uzinzi. Yeye anafanya uzinzi, na uzinzi kwake ni kama self validation. Anajisikia sasa akifanya na huyu na yule na yule na yule, au akifanya na huyu na huyu na huyu, yeye ndo anaona sasa mimi nimekamilika, mimi mwanaume kamili, mimi ni mwanamke kamili. Ndo kwa mfano, kwa mfano mwanaume
anaweza kalala na yani, kwa sababu at the age of 20s up to 30s wanawake wengi wanakuwa labda hawajaolewa, kwa hiyo anaweza kutongoza huyu akatongoza yule. Unakuta na wanawake hata 10-15 nao tofauti tofauti, kwa sababu yeye maisha yake ni exciting, kwa sababu anatoa zawadi, ananunua hichi, ananunua kile. Utakuta watu wana fall in that spell ya yule mtu. Umeona katika ushawishi wake ule ambao anakufanyia. Kwa hiyo utajikuta amelala na huyu, na kama ni mwanamke the same ana apply. Anaweza katoka na boyfriend wa marafiki zake, au akatoka na mashemeji zake, au akaamua kutoka na watu wazima sana. Unajua kuna watu wasichana wadogo wanapenda watu wazima. Ile swali pia ya kawaida sana. Kwa sababu unakuta sexually haiko sawa, kisaikolojia haiko sawa. Kwa hiyo anahisi akitoka na huyu, akitoka na yule, akitoka na mwanaume yule, kwa sababu watu wazima ni wengi, anaona yeye kwake. Yaani hapo inakuwa labda alikuwa abused na mtu mzima. Kwa kwake ana feel validation. Sasa watu wa namna hii wakishakuwa watu wazima, hii hali na wasipopata validation inawapelekea kwanza, wanaweza wakawa na depression, wakawa na sonona au msongo wa mawazo, au wakajiua kwa sababu wamekosa sex. Kwa hiyo ile kiu yao inakuwa ipo. Na kwa nini? Yes, kwa nini ile kiu ya kuwa validated inakuwa iko ndani yake? Lakini kumbuka, kadri umri unavyokwenda ndivyo lile grupu ambalo wewe unaweza ukalipata kwa urahisi linaondoka. Kama uko 30s kwenda mbele, maana kila mwanamke labda ana mwanaume na kila mwanaume ana mwanamke. Kwa hiyo ile choices yako inakuwa haipo. Na bahati mbaya ukute wewe ni mtu mzima alafu hauna kipato. Kwa maana hakuna mwanamke ambaye anaweza akakubali, au mwanaume ambaye anaweza kukubali kama huna hela. Unajua, kwa mfano hata watu wasikiliza wanasema mashangazi na nini, wao wengi wanakuwa gani. Sasa fikiria ni mwanamke ambaye hana hela, amejichokea, mtu anaenda kufuata nife tu kwa ajili ya mwanamke wa mtu, alafu nothing again. Umeona? Lakini yule anafanya vile kwa sababu anataka kuwa validate. Sasa anapokosa kile kitu, anaweza akapata msongo wa mawazo au akajiua. Yani hiyo hali inakuwa inampeka, sababu anakuwa anakosa ile validation, anakuwa hawezi kuwa sexually akaitimiza hiyo haja yake. Umeona? Kwa hiyo unakuta anakuwa na sonona ndani yake, anakuwa inamsumbua. At the end of the day anaweza akasababisha changamoto kwake mwenyewe binafsi. Dalili na hawa watu mara nyingi wakipata nafasi za uongozi, wanapenda kutumia ile nguvu waliokuwa nayo kupata kile wanachokitaka kutoka kwa mtu, na wao hichi kitu wanakiona ni kawaida kwa sababu ya nguvu. Yani kwa sababu mimi mwanamke yeyote ninayemtaka au mwanaume yeyote ninayemtaka hawezi kunikataa. Sasa hawezi kumkataa kwa sababu anaitumia power yake. Na mara nyingi sana hichi kitu kwenye ofisi nyingi sana za binafsi au za serikali au kwenye biashara au kwenye music industry, hasa kundi kubwa sana la wanawake wanateseka sana na hii hali. Wanakuwa sexual abuse. Unakuta kama ni msanii, anajua ana kipaji kikubwa, kuna wale gatekeeper, anaweza kumsaidia huyu msanii akaenda juu. Anaambia kama hutatoa sex siwezi kukupeleka sehemu. Kama ni mtu ana biashara yake au ana ofisi yake binafsi, mwanamke amekuja anataka kufanya kazi pale, yeye anaambia kama hutanipa mimi ngono siwezi kukuweka kwenye hii nafasi. Anatumia kile alichokuwa nacho kumnyonya huyu mtu. Kama ni mwanamke pia, amemwona kijana mdogo amekuja, anabeba na wewe ili upate kazi, lazima ukubali kulala na mimi. Bila kulala na mimi huwezi kupata hii kazi. Kama ni ofisini, hasa kwa wafanyakazi wa mikataba, kama ana kazi, bosi anamtaka, anamwambia kama utakubali mkataba wako kisha hatutarenew tena. Umeona? Kwa unakuta na hii kitu kweli inawatesa sana, na hasa watoto wa kike wanaumizwa sana na hii hali. Ni hali kusikitisha sana. Yani inasikitisha kwa sababu yani mtu mwingine yani anaweka katika kila kitu, yani lazima atangulize sex. Yani kwa mfano labda umemwomba kuconnect sehemu fulani, labda kwenye kazi, akusaidie kitu fulani, lazima kuombe hicho kitu. Sasa saa nyingine mtu nakuta anajizibia risk ya kitu kingine. You never know huyo mtu ambaye amekuomba msaada, saa nyingine anaweza akaja akakusaidia baadaye. You never know huko anaenda kuwa nani baadaye mbeleni. Sasa pale unakuwa ulipomwomba hicho kitu,
unakuwa tayari umeshajizibia ukuta wenyewe kuwa na mahusiano ambayo yanaweza kuwa productive hata huko mbeleni. Kwa hiyo yani haina haja ya ku sexualize kila kitu. Yani saa nyingine angalia mbele, yani urafiki wenu na huyo mtu unaweza ukawa productive huko mbeleni. Haina haja ku terminate huo urafiki kwa kuingiza matakwa yasio na maana. Yes. Sasa dalili ya mwisho kitu ambacho cha mwisho, matokeo ya mwisho ambayo mtu anaweza kukutana nayo akifanikiwa kuwa mzee, mara nyingi uzee wake unakuwa ni wa huzuni na wa kusikitisha. Sababu gani? Kwa sababu kile anachokitamani akipate hawezi kukipata, na hawezi kukipata sehemu nyingine. Fikiria labda ni mzee wa miaka 90, hawezi tena kufanya sex kwenye level. Anaweza kufanya lakini asifanye kwenye, kama ni mwanamke akashindwa, kama ni mwanaume akawa hana hizo nguvu. Umeona? Na kipindi hicho mtu anasema sababu mimi nikipeleke wapi? Sijui umeelewa. Na labda watu wa umri wake tena hawapo. Kwa anaanza kuwa na huzuni, anaanza kuwa na maisha ya kusikitisha. Kwa ukishaona mtu ana dalili za namna hii ambazo tumezitaja, kana mbali, tabia mara nyingi huwa haibadiliki. Kwa sababu iko ndani na ni vitu ambavyo watu wanavipenda. Ni vitu ambavyo watu wanavitamani. Kwa kama wanavipenda na vitamani, ni ngumu mtu kuji-assess kuona hili ni tatizo. Yeye anaona kwake ni sawa. Unajua tabia nyingine mtu ana uwezo wa kujiona hichi anachokifanya sio sawa. Hichi nacho. Lakini kwenye issue kama hizo ni ngumu sana mtu kuanza kuji-assess na kuona. Kama ni mwanaume ataona sasa mimi ndo mwanaume rijali. Kama ni mwanamke ataona nimemkomesha dada yangu, nimemkomesha rafiki yangu. Umeona? Lakini deep down anajitengenezea shimo kubwa sana huko mbele. Na kama mnafahamu sasa hivi kuna magonjwa mengi, mtu anaweza kwenye tabia kupata HIV, au kwa wanawake mwanaume anaweza kumsababishia mwanamke akapata kansa, kwa sababu virus wanakuwepo huko sawa sawa na virus wanakuwepo sehemu. Kwa anaweza akachukua huko akasambaza huko. Unakuta mtu kansa za vizazi au nini. Mimi sio mtaalamu sana wa masuala ya afya, lakini najaribu kuelezea kidogo kwenye ambacho nakifahamu. Kwa hiyo inaweza kusababisha akasambaza ugonjwa kutoka hapa kwenda sehemu pale. Kwa unakuta labda mwanamke haponi UTI au haponi gonorrhea. Kwa sababu gani? Mwanaume wake anaenda anachota huko au utakuta mwanaume haponi UTI au mwanamke anachukua na analeta. Kwa kuna umuhimu wa watu sana kujitambua. Kuna umuhimu wa watu kuelewa kwamba hivi vitu vina madhara kiasi gani. Kwa leo mimi tabia hii naomba niishie basi, kwa tabia nyingine tutaendelea wiki ijayo. Yaani hapo unajua umenikumbusha mfano wa rafiki yangu fulani alishaini hadisiaga. Kwao alikuwa anaishi na mzazi wake wa kike. Sasa walikuwa na wafanyakazi wa kike, wakawa unajua wanavyosumbuaga wanakuwa wanaondoka. Kwa hiyo huyo mzazi wake wa kike akaamua kuleta mfanyakazi wa kiume pale nyumbani. Yule mfanyakazi wa kiume akataka kama sexually abuse yule rafiki yangu ambaye ni wa kiume. Yule mwanaume bahati nzuri alikuwa na elimu kwamba hicho kitu sio sahihi. Kwa hiyo akaja akamwambia mama yake, alipomwambia mama yake akachukua hatua akamuondoa yule mtu. Sasa anajaribu kuimagine yule mtu angemfanyia hicho kitu. Alafu yule mtu sasa hivi angekuwa kwenye hali gani? Labda angekuwa either ni mtu ambaye anafanya sex jinsia moja, au labda amepona kwenye hilo janga, alafu akawa yuko a straight guy. Angetaka kujivalidate kwa kutembea na wanawake wengi, kwa sababu yani yule mfanyakazi wa kiume tayari kamharibu kisaikolojia, kumfanya ajionekane sio mwanaume. Kwa hiyo ndio issue kama hizo. Alafu hata kwa mwanamke unakuta labda alikuwa uko abused na watu ambao wakamfanya anajisi sio thamani. Kwa hiyo labda akiharibu mahusiano ya mtu, akitembea labda na mume wa mtu, anajiona yuko bora kuliko mke wa yule mwanaume. Yani na yeye naye ana thamani huenda kuliko yule mwanamke. Au mwanaume wa rafiki yake anajiona kumbe na mimi nina thamani kuliko rafiki yangu au mtu yote wa karibu yake. Kwa hiyo yani umenikumbusha hapo, nimejaribu kuongea hivyo ili watu waweze kureflect maisha yao. Na pia watu wajifunze, kama mtu uliwahi kupitia trauma kama hizo alafu kujikuta kwenye tabia kama hizo, unaweza ka reflect alafu ujue jinsi ya kupona kupitia hii ili tuliojifunza leo. Okay, Steve, leo una bonus? Bonus ipo. Sisi kama binadamu tumetengenezwa kutizama mambo
opposite. Yani nikisema rangi nyeusi sasa hivi, kala gani inakuja kichwani kwako? White, nyeupe. Nyeupe. Kwa hiyo umeona kwamba sisi tumetengenezwa kwenye mtindo huo. Sasa kama tumetengenezwa kwenye mtindo huo, sisi kama binadamu kuna muda, kuna kitu kinaitwa reality and imagination. Uhalisia na picha unayojitengenezea kichwani. Sasa mara zote sisi kama binadamu tunachanganya hichi kitu. Kupe mfano ambao ni halisi. Sisi binadamu wote kuna siku tunafika mwisho. Maana kufika mwisho ni kufa. Lakini watu wote sasa hizi ukituuliza au tukiona watu wamekufa, na marafiki zetu wengi ambao wamekufa, lakini ulikuwa huoni kama atakuja kufa. Na wewe pia unajichukulia hivyo hivyo. Kumbuka na yeye alikuwa anaishi kama wewe. Maana yake hata yeye alikuwa haoni kama kuna siku atafika hiyo ultimate end. Lakini kuna siku ilifika naye akafa. Kwa sasa nazungumza hivi kwa maana gani? Sisi kama binadamu usipende kuchanganya reality na imagination kwa binadamu. Mtu kuna tabia ambazo anazo, anazifanya, na wewe unazijua, unajua this is reality. Lakini wewe kwa either kwa kupenda au kwa kutokupenda unaanza kuleta imagination kwamba uende kawa anamsingizia, uende kawa anamuonea, au anaweza kawa amebadilika. Lakini si kweli. Tabia za binadamu ni mara chache sana kubadilika. Atatulia kidogo lakini atakuja atazirudia. Na mara nyingi watu wamekuwa wahanga sana wa hii situation kwa sababu utakuta amejiingiza kwenye let's say mahusiano, akakutana na mwanaume wake ambaye anapenda uzinzi. Anatembea na mwanamke, anatembea na mwanamke, au kama basi hajatembea, basi kila mwanamke alioachana naye huko nyuma anaweza kaa alimharibia maisha yake na hakuhangaika naye hata kumsaidia au kumtunza. Unakuta yule mtu kazi yake ndio hiyo, lakini utakuta yule mwanamke anakuja kwenye maisha ya yule mtu anasema mimi I control him. Hiyo ni imagination, lakini reality yule mtu ndio tabia yake. Hawezi kubadilika. Atakudhuru tu in some way. Umeona? Au inawezekana labda tabia yake ni ubinafsi. Unamjua kabisa yule mtu ni mbinafsi, lakini wewe unajipa moyo kwamba hawezi kunifanyia ubinafsi, lakini iko siku kumbuka, ikija situation ambayo anaweza akaleta ubinafsi, atakudhuru kwenye ubinafsi. The same way pia kwa mwanamke. Inaweza ikawa mwanamke huyo ana tabia za kutembea na wanaume tofauti tofauti, au ana tabia za kuchiti tokea zamani. Akiwa kwenye mahusiano anakuwa na mahusiano na huyu, lakini ana mahusiano na yule anakuwa. Usije ukajipa moyo eti mimi kwamba huyu mwanamke hawezi kuchiti kwa sababu mimi naweza nikamcontrol. Au umekuta labda anajiuza sehemu ukasema basi ngoja nimuoe nitamtuliza. Hiyo ni imagination, lakini reality huyu mwanamke ndani yake ndio kitu anapenda mambo marahisi, ndio maana anajiuza. Kwa maana yake utamchukua utamweka ndani, lakini kumbuka siku ambayo yeye umekosa kitu, yeye atafanya hicho kitendo kwa ajili ya yeye kujipatia mahitaji yake. Kwa mimi ningependa kuambia watu kwenye tabia za binadamu watu wasichanganye reality na imagination. Wakubali ukweli kama ulivyo. Japokuwa sikatai, imagination ndio kitu ambacho imetuletea sana vitu vingi. Kwa sababu kwa mfano zamani watu walikuwa wanatumia barua kuwasiliana. Kunachukua mwezi au miezi. Lakini nowadays watu walitengeneza simu kwa ajili ya kuwasiliana. Lakini simu ilitengenezwa kwa sababu mtu aliimagine siwezi kuwasiliana na mtu instant. Siwezi kuwasiliana na mtu au labda nikasafiri kwenda sehemu fulani haraka, ndio akaanza kudevelop vitu ambavyo tunaviona sasa hivi vinaendelea. Kwa hiyo ni vizuri kuwa na imagination, lakini kwa kiumbe ambacho ni binadamu, issue za kitabia usiwe na imagination. Kubali reality. This is a reality. Huyu mtu yuko hivi na hata tufanye vipi hawezi kubali. Unless labda yeye mwenyewe ajireflect, lakini wewe huna uwezo wa kumbadilisha yule mtu. Yeye mwenyewe ndo anatakiwa ajiangalie and then ajibadilishe. Okay, asante sana. Leo tunaishia hapa. Karibuni tena siku nyingine kwenye channel yetu 19HS.